Leo natumaini mtazamaji wangu mzima, mfuatiliaji wangu katika mitandao ya kijamii ya Facebook, TikTok, YouTube na katika Facebook, natumaini mzima wa afya. Leo tuangalie namna ya kuongeza thamani katika sehemu yako ya kazi. Je, ulishawahi kujiuliza kwa nini unalipwa kipato kidogo sana na wakati wenzako wanapata kipato kikubwa? Sio kwa sababu wewe hauwezi, bali ni kwa sababu thamani yako bado haijakuwa sana. Hilo swali sio kama ulishawahi kujiuliza mara moja au mara mbili au ukakaa unawaza kiasi. Maisha hayahitaji mtu kwa muda ambao anafanya kazi. Hicho kitu hakipo. Maisha yanahitaji mtu kwa thamani yake anayoitoa katika ile eneo husika. Umeona, ukitatua matatizo ya watu, ukaongeza ujuzi, mapato yako lazima yapande. Yaani unaonesha thamani yako kwamba mimi niko hapa kwa sababu ya 1, 2, 3. Huko kwenye jamii umetatua tatizo gani? Yaani nimeandika makala juu ya kutatua matatizo. Je, umeongeza ujuzi? Kwa hiyo unakuta taasisi au organization au jamii inakuthamini kwa sababu umeongeza ujuzi. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo lazima kipato chako kifanye kitajiuliza. Je, jiulize nini sasa wewe unataka au umetatua katika jamii yako, katika sehemu yako kwa ajili ya watu wao, kwa ajili ya manufaa ya watu au kwa sababu ya mahitaji ya watu. Je, watu wangekulipa kwa huduma au kwa ujuzi wako? Leo watu wangeweza kukulipa, wakulipe kwa lipi? Watu wakupe thamani yako ipi ambayo umeweza kufanyaje kuiongezea kwenye jamii. Asante.